Simba wanaenda kucheza mechi pale Misri, lakini Simba wanakutana na timu ambayo ni kibonde kwa namna moja ama nyingine. Yaani sio timu bora ya kusema kwamba labda Simba wanatakiwa kuwahofia. No. Hata hivyo nashangaa watu ambao wanasema Simba anakutana na timu ngumu. Unajua ugumu wa mchezo labda kama watu wanautengeneza au wanauona kwenye ubora wa ligi ya ambayo Al Masry anatoka, kwa maana ya ligi ya Misri. Of course Al Masry anatoka kwenye ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, na ukiangalia kwenye msimamo wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 31. Anaongoza ni Pyramids, anafuata Al Ahly, alafu anakuja Zamalek, halafu yeye ndo anashika nafasi ya 4. Ligi ya Egypt ni ligi ngumu sana, ni ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, na ndio maana ukiangalia timu zao zote 4 za juu pale bado ziko kwenye mashindano ya klabu bingwa na shirikisho barani Afrika. Ahly na Pyramids wao kwenye klabu bingwa, kwenye robo final ya klabu bingwa, lakini ukija upande kwenye shirikisho kuna Zamalek, kuna Al Masry, wote kwenye kombe la shirikisho. Maana timu zao zote 4 pale juu kwenye msimamo bado ziko kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kwa hiyo pengine hicho ndio kitu ambacho kinaweza kuwapa hofu watu na kuamini kwamba pengine Simba anaweza akakutana na changamoto za kutokupata alama 3 kwenye huo mchezo. Lakini ukiangalia kwa mazingira jinsi yalivyo, Simba wana kosi bora sana kuliko Al Masry, na Simba wana uwezo wa kupata alama 3 vizuri bila shida yoyote ile kwenye mchezo dhidi ya Al Masry. Unajua Al Masry wamecheza michezo 17 kwenye ligi ya kwao, wamefunga magoli 19 pekee. Maana yake ni wastani wa kufunga goli moja na pointi 5 kwenye kila mchezo. Maana yake ni timu ambayo kwa namna moja ama nyingine ina wastani mzuri wa kufunga, lakini sio wastani wa kutisha. Unajua michezo 17 timu kufunga magoli 19, maana yake ni michezo miwili ambayo wametoka uwanjani bila kupata bao. Lakini hiyo timu huwezi kusema kwamba ina safu nzuri ya ushambuliaji, kwa sababu kwa timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji kwenye michezo 16 walau iwe imefunga hata magoli 35 au magoli 40. Yaani hiyo ndio timu nzuri yenye uwezo mzuri, ambayo ina uwezo mzuri wa kufunga magoli. Ina maana pamoja na kwamba wana takwimu ambazo ni nzuri, kwa maana wamecheza michezo 17 na magoli 19 ya kufunga, lakini haina maana kwamba wana safu nzuri ya ushambuliaji. Bado ni timu ambayo inaungaunga kwenye eneo la kushambulia. Haina wachezaji ambao ni tishio, na ndio maana haifungi magoli mengi. Yaani magoli 19 kwenye michezo magoli 19 kwenye michezo 17 sio magoli mengi, na sio takwimu ambazo timu kama Al Masry wanapaswa kujivunia nazo. Maana yake bado ni timu ambayo ina changamoto kwenye eneo la kushambulia. Ingekuwa ina washambuliaji wazuri, tungeshuhudia labda pengine kwenye michezo 17 wakawa magufunga hata magoli 30 au magoli hata 40 na kitu hivi, au labda 20 na kitu, kidogo tungewaelewa, kwa sababu michezo 17 ni mingi sana. Yaani michezo 17 ni mingi. Ukiangalia hayo magoli ambayo wameyafunga ni magoli ambayo Simba wameyafunga kwenye michezo nadhani kama michezo 5 tu, tayari walikuwa wameshafunga hayo magoli. Kwa hiyo sio takwimu za kutisha sana kwenye eneo la kushambulia kwamba wana safu nzuri ya ushambuliaji. Bado Al Masry ana safu nzuri ya kushambulia ambayo unasema kwamba ina uwezo wa kuwatisha Simba kwa namna moja ama nyingine. Lakini apart from kwenye hilo eneo la ushambuliaji kuwa na magoli, kufunga magoli 19, wameruhusu magoli 11. Manaki kwenye michezo 17 ambayo wamecheza wameruhusu magoli 11, ambayo ni michezo 6 tu ambayo hajafanikiwa kuruhusu bao. Manaki wana hizo clean sheet 6. Manaki hapa na calculate kwa generalize kwamba yani natoa tu kwa idadi. Yaani inawezekana wana clean sheet zaidi ya hizo, kwa sababu inawezekana kuna mechi ambazo wamefungwa 2-1, kuna mechi ambazo wameruhusu magoli 3. Manake mimi nimechukua takwimu za general labda na kupunguza idadi ya mabao ambayo wamefunga kwenye michezo ambayo wamecheza. Kwa hiyo usio kanukuu vibaya hapo, nimeamua tu kuiweka sawa kwamba sometimes unaweza ukawa labda una clean sheet labda 8, lakini kuna mechi ambazo umeruhusu magoli mengi. Kwa hiyo ukija kucalculate, manake utajumuisha hiyo, utaweka ile ya orodha ya jumla. Sasa wao kwenye wameruhusu magoli 11. Sasa magoli 11 kwenye michezo 17, manake ni michezo 6 tu ambao wametoka bila kuruhusu bao. Manake huwezi sema pia ni timu nzuri ambayo ina safu nzuri ya ulinzi. Bado ni timu ambayo inaweza kuishambulia, kutengeneza vizuri nafasi dhidi yao na ukafunga magoli kirahisi kabisa. Simba wao kwenye michezo 22 wamefunga magoli 52. Manake wamefunga magoli mengi, wamefunga mara 2 ya magoli ambayo ya michezo ambayo wamecheza. Michezo 22 magoli 52. Manake wana zaidi ya magoli 20
ambao amewafunga. Maana ni wastani wa Simba kufunga kila mabao mawili kwenye kila mchezo mmoja. Maana ni takwimu bora kwa eneo la ushambulia, na wanaonekana kabisa wana safu nzuri ya ushambuliaji kuliko safu ya ushambuliaji ya Al Masry. Kwa hiyo pia nakupa picha namna gani ambavyo Simba wana safu nzuri zaidi ya kushambulia kuliko Al Masry, lakini pia hiyo ni advantage pia kwa Simba, kwa sababu ukiwatazama Al Masry wameruhusu magoli 11 na wameruhusu magoli 11 kwa michezo 17 na Simba wamefunga magoli 52. Manake Simba wanaenda kuishambulia safu ya ulinzi ya Al Masry ambayo haina ubora kwenye eneo la kujilinda. Means wana uwezo wa kwenda kutengeneza nafasi nyingi dhidi ya Al Masry na wakapata mabao vizuri bila shida yoyote, kutokana na idadi ya magoli ambayo Simba wamefunga mpaka sasa. Wamefunga magoli mengi sana, manake hata ukijumlisha magoli ambayo Al Masry wamefungwa na magoli ambayo wamefunga, bado hawakuti idadi ya magoli ya Simba ya kufunga. Manake bado Simba wana safu nzuri zaidi ya ushambuliaji ambayo ina uwezo wa kwenda kutengeneza nafasi nyingi dhidi ya Al Masry na wakapata matokeo ya ushindi. Lakini ukumbuke Simba ameruhusu magoli 8 peke yake kwenye mashindano mpaka msimu huu kwenye ligi kuu. Manake hayo magoli 8 ambayo wameruhusu ni magoli machache kwenye michezo 22. Kwa hiyo ukitazama na safu ya ulinzi ya ushambuliaji ya Al Masry jinsi ambavyo imekuwa ikistruggle kupata mabao, bado unaona Simba wana uwezo wa kuwazuia vizuri. Kwa hiyo by any means Simba wana uwezo mzuri wa kwenda kuizuia Al Masry, na Al Masry haiwezi kuwa tishio mbele ya Simba kwa sababu ya quality ambayo Simba wanayo, lakini pia performance bora ambayo Simba wameonyesha msimu huu. Watu wanawatia tu watu wa Simba hofu, lakini ukweli ni kwamba Simba anakutana na kibonde, na Simba ana uwezo wa kuwagaragaza Al Masry vizuri kabisa nyumbani na ugenini bila shida yoyote ile.